Na wazazi wenye watoto walio na matatizo ya ubongo, kwa lugha ya Kimombo cerebral palsy, katika kaunti ya Kwale wanadai kubaguliwa na hivyo kuomba msaada wa dharura, huku visa vikiendelea kukithiri kila kukicha. Mwanahabari wetu wa maeneo hayo Tobias Chanji alitembelea waathiriwa na hii hapa taarifa yake. Nasoro Bakari ana umri wa miaka 25 kulingana na mamake Hanifa Salim. Ila anapolala kwenye kitanda hiki na kututazama kipembeni, hutakosea ukisema na miaka 3. Ndani ya miaka 20 iliyopita, Hanifa ametembelea hospitali tofauti na hata waganga bila matumaini. Nilipomzaha, hakukaa, hakutembea, hakushika. Yaani tuseme hakufanya kazi yoyote, alilala paka saa hii kuna miaka 25. Anaongeza kuwa Bakari si mtoto wake pekee, kwani bintiye aliyekuwa na ulemavu kama huu aliaga hivi majuzi baada ya kuzungushwa hospitali kadhaa. Karibu na anakoishi Hanifa ni Bati Omar ambaye tunampata akimlea mwanawe Riziki Kunyapa mwenye umri wa miaka 13 na aliyepooza ubongo na viungo. Majukumu ya kumtunza binti huyu yamekuwa mengi sana kwake, ambapo amelazimika kulipia gharama ya kumfanyia mazoezi ya nyumbani kila alfajiri. Huduma zilizopo karibu zinapatikana katika kaunti ya Mombasa, hasa hospitali ya Putriz. Usaidizi sasa ambaye nataka sana, nataka nisaidike kwa apate shule ya kuwa ataweza kwenda soma na yeye kama wale wenzie. Ulemavu huu hutokana na majeraha kwenye ubongo wa mtoto wakati wa kukua na hivyo kuadhiri kutembea na kutoshirikiana kwa viungo vya mwili. Wenyeji katika wadi ya Tiwi wanasema ulemavu huu umekuwa mwingi sana, huku kukikosa taasisi kama vile shule za kusomea waathiriwa na afisi za kuelimisha wanaoishi na watoto hawa jinsi wanavyopaswa kufanya. Hawapungui watoto kama 100 au 65 namna hii, na hatuwezi kuelewa kama limesababishwa na nini. Hata hivyo, ukisubiri atakayekitegua kitendawili hicho, raia wa eneo hilo wamebuni shirika liitwalo Kayatiwi Cerebral Palsy, ajenda ikiwa ni kuwatafuta watoto zaidi na kuelimisha wazazi. Hawa watoto wako na zile sura zao, hawa watoto zinatisha. Kwa hivyo mzazi si rahisi kutaka mtoto wake aonekane na watu wengine, wala kumleta kwa organization, wala kujiandikisha. Shirika hili ambalo hata halina afisi limejitolea tu kuelimisha wazazi wanaodhani kuwa visa hivi ni vya kiuchawi na kuwa safari ya kuvuka hadi Mombasa zimekuwa za kuchosha. Katika gatuzi dogo la Lungalunga, hisia si tofauti. Likiwa kwenye mpaka wa nchi ya Tanzania, safari za kwenda Mombasa kupata matibabu zimekuwa za kulemaza pia. Msaada wao zaidi umetoka kwenye shirika moja liitwalo Kids Care Kenya. Hapa tunapata makumi ya wazazi na wanao wakiwa wamepiga kambi kupata matibabu ya bure. Ni kupitia changamoto kama hizi ambapo shirika la Tiwi hii leo liliandaa matembezi ya kuhamasisha umma na kuchangisha fedha zitakazotumiwa kujenga taasisi itakayowahudumia. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale.